cha Nyota wa Wiki ambacho tunakutanisha na watu ambao wametumikia taifa hili katika sekta mbalimbali, na tunataka tujifunze kwao kwa namna gani waliweza kutumikia nafasi ambazo walipata, lakini kwa namna gani pia tunaweza tukajifunza kupitia wao. Leo niko nyumbani kwa Balozi Peter Kalage ambaye ametumikia taifa hili kwa miaka mingi, lakini sio Tanzania tu, lakini kaitumikia taifa pia nje, akiwakia Tanzania katika mataifa kama taifa la Uingereza pamoja na Canada, lakini na mataifa mengine ya Afrika. Na yako mengi ya kujifunza kutoka kwake. Ungana nasi, na kama ilivyo ada, na kupa dakika chache uweze kuifahamu historia yake kwa ufupi, halafu nitarejea. Balozi, mjuzi wa mambo ya uhusiano wa kidiplomasia na mawasiliano ya kimkakati. Alipata heshima ya kuwakilisha taifa la Tanzania katika nchi za Canada, Uingereza, Ireland pamoja na Cuba. Akiwa na umri wa miaka 39 tu, alipewa jukumu kubwa na Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa kusimamia kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu. Huyu ni nyota wetu, Balozi Peter Kalage. Waswahili husema, ya kale ni dhahabu. Hata baada ya kustaafu, ujuzi wa Balozi Peter Kalage katika masuala ya diplomasia na mawasiliano bado unatumika katika kituo cha uhusiano wa kimataifa, chuo cha ulinzi cha taifa, pamoja na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania. Kati ya mwaka 1982 na 98, Balozi Kalage alihudumu kama afisa ubalozi katika balozi za Rwanda na Zambia. Balozi Peter Kalage anajivunia sana maarifa, ujuzi na weledi aliyopata kutoka kwa Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa wakati akifanya kazi Ikulu kama mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais. Balozi Kalage ana shahada ya umahiri katika uhusiano wa kimataifa kutoka Chuo Kikuu cha Kyiv State nchini Ukraine. Balozi Peter Kalage alifunga ndoa na Bi Joyce tarehe 27 Juni 1987 na wawili hao wamebarikiwa watoto 4. Naam, karibu sasa na kukutanisha moja kwa moja na nyota wetu wa siku ya leo, Balozi Peter Kalage. Mimi ni Janet, leo nalikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Balozi, nakushukuru sana kwa kuniruhusu kutoka nyumbani kwako. Asante sana na karibu sana Janet. Nashukuru. Tumepita historia yako kwa ufupi na tunaona namna gani umeweza kuiwakilisha Tanzania katika mataifa mengi, lakini tuangalia wewe ni mbobezi sana kwenye swala la diplomasia. Sasa kabla sijafika kote huko, nataka nirejee nyuma kidogo. Nirudi katika mtoto Peter, sio balozi. Mtoto Peter. Ndoto yako ilikuwa kwamba utakuja kuwa balozi, ama ndoto yako ilikuwa uwe nani katika taifa hili la Tanzania na ulimwengu huu? Asante Janet. Kwa kweli sikuwa na ndoto wala sikuwa na matarajio ya kwamba taweza kuwa balozi. Lakini kama tutakavyozungumza, mimi nilikulia kwenye familia ambayo ilikuwa ni ya kiutumishi wa umma. Kwa hiyo pengine ndio chembe za utumishi wa umma zilitokea huko. Lakini pia nilikulia kipindi ambacho Tanzania ndio ilikuwa inajenga misingi yake ya kiutaifa. Kwa hiyo tulikuwa tumelelewa na serikali na chama na jamii nzima kwenye kutuelekeza kwenye Utanzania sana, si kama siku hizi. Kwa hiyo pengine si ajabu kwamba mimi ni mtoto wa product ile. Ni mtoto ambaye tulilelewa kutokana na sera nyingi ambazo zilikuwa za Mwalimu Nyerere. Ndoto yako ilikuwa kuwa nani? Ndoto yangu ilikuwa tu ni kama watoto wengine ni kusoma vizuri, kwa bidii, na kweli kwamba siku moja nitumikie taifa langu iwe na heshima fulani duniani. Lakini sikuwa na ndoto specific. Ilikuwa vigumu, huwezi kuota kuwa balozi, lakini kwamba ninaamini nitoe mchango wangu katika kujenga taifa la Tanzania. Kwa balozi wewe ukiwa shule ya msingi ushawaza kutoa mchango kwenye kujenga Tanzania? Kuna wengine ambao nakuta mimi nataka niwe mwalimu, wengine nataka niwe rubani, wewe niwe engineer. Hukuwa na ndoto hizo title ambazo tunazifahamu sana? Unajua, wakati wa sisi wengi wa rika letu, wakati tunakuwa shule nyingi za sekondari, ukifika ulikuwa unakuta yale maneno Mwalimu Nyerere yale ambayo alikuwa anakukumbusha kwamba wewe ni mmoja kati ya wachache ambao mmetumwa kama na kijiji
kwenda kusoma ili mpate mazao mwarudishie wengine. Katika shule nyingi ilikuwepo. Kwa hivyo ilitujenga, si lazima uifuate, lakini ilikuwa nakukumbusha sana. Kwa hiyo kwa kweli tulikuwa tuna huo wito sana wa kutumikia nchi, na nadhani ilitusaidia katika misingi fulani katika kazi na nini mpaka tumefikia hapa. Hatua yako ya kufikia ubalozi ulianza kuipiga wakati gani? Hatua yangu kufikia ubalozi labda nitakuja kuelezea, lakini mimi nilianzia kazi Wizara ya Mambo ya Nje, lakini wakati fulani pia nikateuliwa kwenda kuwa msaidizi wa Mheshimiwa Rais, wakati wa Rais Benjamin Mkapa. Nadhani pale ndio alioniteua kuwa balozi katika ofisi yake. Nadhani pale ndio ilikuwa mwanzo wangu. Umemwongelea Mkapa. Ndio alikuteua. Sasa unanikumbusha kwamba nimesoma kwenye wasifu wako kwamba ulikuwa ni mkurugenzi wa kwanza katika mawasiliano ya Rais Ikulu wakati ule wa Mkapa. Nasoma ni wa kwanza, lakini sasa nakumbuka kuna marais wametangulia, kuna Nyerere, kuna Mwinyi, amekuja Mkapa. Kabla hiyo idara ilikuwaje? Kabla kuundwa kwa idara ya mawasiliano Ikulu, kulikuwa na mtu anaitwa mwandishi wa habari wa rais. Na ilikuwa nafasi ambayo kwa kweli ilikuwa na heshima na historia yake. Walifanya kazi hata kina Mkapa, kina marehemu Halahala alipata accident, kina marehemu Hashim Bita, Sam Day. Kwa hivyo ilikuwa nafasi ambayo ilikuwa ina uzito wake, unaisemea Ikulu na unafafanua mambo ya rais kwa waandishi wa habari. Na wakati tunaingia Ikulu, mimi niingia na mwandishi mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu sana, Bobetu. Tumeingia siku moja, alikuwa anaitwa Geoffrey Nkulu, na alikuwa mwandishi wa magazeti ya chama ya Huru, lakini baadaye akaingia mambo ya nje. Kwa bahati mbaya alikuja akafariki. Wakati anafariki na Mkapa yupo madarakani, utakumbuka yalitokea mageuzi mengi ya kiserikali. Lakini serikalini na kwa uongozi wa juu kukawa na kujiuliza, kwa nini tunatenda mengi lakini wananchi kama vile hawaelewi vizuri? Kwa sababu ukweli yalikuwa mabadiliko ambayo ni makubwa na ambayo yanachukua muda mpaka wananchi wa kawaida wayasikie. Kwa hiyo mimi kama mmoja wa wasaidizi, Mheshimiwa Rais akaniomba, Rais Mkapa, kwamba hebu jaribu wakati mwenzetu amefariki, tuiangalie hii ofisi inakidhi mahitaji ya wakati huu ama kuna mkao mwingine ambao tunatakiwa tukae. Sasa wakati ule nchi ambazo zilikuwa zinafanya vizuri sana katika mawasiliano ni Uingereza chini ya Tony Blair, alikuwa na mawasiliano ambayo ni mazuri ya kiserikali. Alafu na Afrika Kusini chini ya serikali ya Thabo Mbeki, wao walikuwa na idara nzima ya mawasiliano ya kiserikali. Katika kuchunguza tukakuta kwamba kuna dhana mpya serikalini inaitwa government communication. Kwa hiyo kwamba baada ya kuwa na msemaji, mtengeneze mifumo ambayo itawawezesha kwanza kuwa coordinated, ili kusiwe na mgongano wa taarifa za serikali, mzipangilie ili mjue taarifa gani zitoke kwa wakati gani. Kwa hiyo tukakuta kwamba kuna mpangilio fulani, ndio Mheshimiwa Rais 2003 akaitisha mkutano fulani pale Bagamoyo, ambapo alileta makatibu wakuu, waandishi wa habari waliobobea. Nakumbuka kina Kipanya walikuwepo, kina nani, walikuwa wengi tu. Ndio akaelekeza, jamani, tuanzishe idara ya mawasiliano, na kwenye kila wizara, kwenye kila taasisi ya serikali nataka ifikirie kutokana na mifumo yake iwe na kitengo cha mawasiliano. Pale ndio mwanzo.
Kwa hiyo kazi yangu kubwa ilikuwa ni kwamba tunakutana, nadhani ilikuwa kila Alhamisi, maafisa mawasiliano, tunapeana taarifa nani ana tukio gani lipo katika wizara, afu tunapeana muda ili taarifa za serikali ziwe na muda ya kusambaa na kukubalika, kwa sababu vyombo vya habari pia vilikuwa vingi. Kwa hivyo tulikuwa tunashindana kwa nafasi ya serikalini. Hiyo ndio dhana ya mawasiliano kwa kifupi. Kwa kifupi ndio. Nawaza kwamba kazi ambayo ilikuwa mnafanya, na kulikuwa kuna idara ya habari maelezo ilikuwepo kwa kweli, na idara ya maelezo imefanya kazi kubwa sana tangu uhuru, kutoa taarifa. Lakini sijui mimi, kwa mawazo yangu, kuna tofauti ya government mawasiliano na umma na public mass communication. Unajua, unaweza kuwa na kampeni ya afya, unaweza kuwa na kampeni against kipindupindu. Ni tofauti na strategic communication. Strategic communication inaingiza vitu vipi ambavyo sasa hivi inaingiza marketing, inaingiza advertisement, inaingiza dhana ya kistrategia katika communication. Kwa hiyo nadhani nafasi ya idara ya habari kwenye nchi zetu hizi ipo, kwa sababu bado kunatokea kuna haja ya kampeni saa nyingine za kuhamasisha watu kwenda kupiga kura, kuhamasisha watu dhidi ya magonjwa na nini. Nafasi hiyo ipo, lakini pia kuna nafasi ya strategic communication. Nadhani vitu ya kimkakati. Nadhani vitu hivi pia ni haviingiliani, lakini kuna tofauti kati ya hivyo. Nakumbuka wakati wa Mkapa, kwa kila mwisho wa mwezi anahutubia taifa. Ndio. Nifahamu uamuzi huo ulikuwa umesukumwa na nini? Kama unafahamu, kwanza Rais Mkapa pia ni mwandishi mbobezi, ni journalist. Anaelewa dhana ya rais kuzungumza moja kwa moja na wananchi. Kwa hiyo kwa utashi wake mwenyewe akaona kwanza tunapitia mageuzi makubwa yaeleweke, akajisikia kwamba kuna haja angalau mara moja kwa mwezi kuchukua hoja moja na kuielezea, kuifafanua kwa wananchi. Nadhani ni vipindi ambavyo watu wengi mpaka leo wanasema bwana afikumbuka, kwa sababu alikuwa na uwezo naye kufanya vile. Si kila mtu anao, lakini yeye alikuwa nao. Anachukua theme moja, inawezekana kukawa na mkutano, inawezekana kukawa na kuhusu mageuzi, inawezekana kuhusu binafsishaji, inawezekana kuna nini, akaifafanua. Kwa sababu pia viongozi nadhani wana jukumu la kuendelea kuelimisha umma kuhusu masuala mbalimbali ya kidunia. Napenda kujifunza uratibu wa hilo tukio. Ndio. Unajua katika kwamba ni ratiba kila mwisho wa mwezi, Watanzania wote wanatarajia kumsikia rais akiongea nao. Kwa hiyo nataka nifahamu uratibu, mlikuwa mnajiandaa vipi na kuchagua kwamba theme hii kwa nini iwe hii isiwe hii? Vitu gani ambavyo mlikuwa mnaangalia? Ofisi binafsi ya rais kazi yake moja ni kuratibu tunasema kalenda yake. Kwa hiyo tulikuwa tunajua kila mwisho mwezi inatafutwa siku ambapo yeye ataenda kufanya hiyo shughuli, lakini pia alikuwa na mwandishi wake wa hotuba. Kwa hiyo na mwandishi wake alikuwa ni mashuhuri Balozi Ombeni Sefue. Kwa hivyo kila mwezi wanakaa, anapendekeza labda, ama rais mwenyewe anapendekeza topic moja ambayo basi wote wanaifanyia utafiti, anapelekewa draft naye, kwa sababu yeye pia ni mwandishi mzuri. Kwa hiyo wanachagua topic, alafu anapelekewa rasimu, anaifanyia kazi, alafu tutakuja pale TBC, anaenda pale
anaifanyia kazi huko nje, akirudi hapa siku ya pili yake anaifanya, anarudi. Unafahamu kwamba hayati Mkapa alikuwa ni mbobezi kwenye masuala ya uandishi. Ndio. Wote tunafahamu, Watanzania wengi wanafahamu hiyo. Na pia alikuwa ni mzuri sana kwenye lugha Kiingereza, Kiswahili. Sasa nataka nijue wewe ulikuwa anakupa changamoto gani kujua kwamba wewe unasimamia idara hiyo ya mawasiliano, halafu mkubwa aliyekuteua yeye ni mbobezi, amekuzidi. Kwako wewe ilikuwa inakuwa katika nafasi gani? Asi nipata changamoto kwa sababu kama unavyosema, yeye tu alikuwa mbobezi, alikuwa ndio mnamuita nini kwenye gazeti la Nationalist. Alikuwa mhariri. Sasa unajua mimi nitoka fani ya diplomasia. Hata usomaji wa gazeti nilikuwa si ufahamu. Nilikuwa nasoma gazeti tu kupata taarifa. Kukaa naye nikajua kumbe kuna editorial, unahitaji maoni ya mhariri, kuna column. Alikuwa ni makini sana, lakini pia alikuwa mwalimu. Alikuwa anapenda na sisi kutuhamasisha katika usomaji wetu wa magazeti na taarifa. Hiyo kwamba alinipa mimi jukumu la kuunda mawasiliano. Nadhani wakati tunaanzisha kwa pamoja, yeye ndio alikuwa anatoa maelekezo, kusema kweli si mimi. Iliandikwa ripoti, nikatoa maoni yangu, yeye ndio alisoma, akaikubali ripoti hiyo, akasema nataka kukianzisha hicho. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kusema kweli mimi. Msaidizi wa rais unamsaidia yeye, anaweza kusema nitafutie taarifa fulani, mtafutie taarifa fulani. Kwa hivyo kwa kiwango kikubwa yeye ndo alikuwa amebuni hilo wazo. Mimi nilikuwa msaidizi tu kusema kweli. Lakini kwa sababu nilikuwa nishakaa naye kwa kipindi fulani, nilielewa malengo yake. Kwa hiyo haikuwa vigumu sana. Na sijui kila mtu unajua unaweza kufanya kazi na kiongozi. Mimi alinipa fursa ya kuwa naye karibu na kufanya naye kazi kama msaidizi. Tulifanya kazi kwa karibu sana. Sikuwa namuogopa, lakini nilikuwa na lakini ngumu unafanya kazi na mtu ambaye amekuzidi mara nyingi sana, unaelewa. Lakini tulifanya kazi naye mpaka mwisho na namshukuru Mwenyezi Mungu. Makubwa uliojifunza kutoka kwake yamkini kwa na athari kwenye maisha yako ni yapi? Mengi sana. Mengi sana. Naweza kusema bila wasiwasi wote kwamba kipindi changu cha Ikulu na Rais Mkapa ilikuwa ni chuo cha uadilifu wa kiongozi, umakini, anavyojitayarisha, usomaji. Nakumbuka sana wakati tumeingia pale katika ofisi yake, alituita wasaidizi wake, akatuambia jamani, mitangu nimekuwa rais sipati muda sana kusoma vitabu. Hapo zamani nilikuwa naweza kusoma angalau vitabu 5 kwa wiki. Sasa hivi angalau 2-3 kwa mwezi. Nyinyi mnasoma vingapi? Basi tukajiangalia pale, na kwa kweli ikatupa hamasa. Kwa sababu alisema mimi sipendi mtu kuja kwangu kuniambia vitu hivi. Napenda mtu aje na awe amepanua mawazo yake, amesoma kitu fulani, anapenda kujiendeleza. Kwa hiyo ilitupa changamoto, lakini pia ilituimarisha sana. Sasa katika mazingira hayo unapata muda wa kuishi maisha ya kijamii sasa? Nisemeje, sisi tulijitolea sana, kwa sababu na yeye pia alituambia jamani, kufanya kazi hapa unatakiwa uwe mtu ambaye unajitambua. Kuna Watanzania wakati ule sisi tukawa labda milioni 40 hivi, wanategemea mimi kuliongoza taifa, na mimi nawategemea nyinyi kunisaidia kufanikisha. Kwa hiyo unaweza ama huwezi. Tukisema tunaondoka na Dodoma saa 12 uwepo. Visababu yeye alikuwa hapendi sana visingizio. Inabidi na wewe ujitahidi. Lakini alikuwa anatoa nafasi
ya wewe kushirikiana na familia yako, kukutana nao, kwenda mara nyingi kuwa naye, lakini alikuwa anatukumbusha hii opportunity, hii nafasi kama hii haitakuja tena. Na sisi pia tulilelewa hivyo na Mwalimu Nyerere na nyinyi. Na ni kweli karibu wengi ambao tulifanya kazi kwa kipindi pale tuliendelea kupata nafasi nyingi za kuwakilisha nchi. Na kama ndio unaungana nasi, kipindi ni Nyota wa Wiki na tuko nyumbani kwa Balozi Peter Kalage. Yako mengi tunaendelea kujifunza kutoka kwake, usiondoke. Sasa Balozi, yani kadri ambavyo umekuwa ukinieleza namna ambavyo umefanya kazi karibu na Rais Mkapa, lakini na nafasi yako ya mawasiliano pale, ikanipa kuona kwamba muda mwingi ulikuwa unautumia kazini. Ndio bali nikuuliza, muda wa jamii ulikuwa unautoa wapi? Ndio. Ulikuwa tayari una familia kipindi hicho? Ndio, sana. Mimi ni bahatika kufunga ndoa, niseme mapema, lakini mwaka 87, kwa hiyo ilikuwa miaka michache baada ya kuingia mambo ya nje. Kwa hiyo nilikuwa na familia, si kwamba tulikuwa tunakosa muda na familia, lakini pia lazima nikubali kwamba nilikuwa na mke ambaye alikuwa anaelewa majukumu ambayo nilikuwa nayo. Kwa hiyo akanisaidia kuangalia upande ule, ama kama sipo anaelewa kwamba ni kwa sababu ya kazi. Nadhani hiyo ni muhimu pia kukiri. Kwa sababu unaweza kuwa na mwenzako ambaye haelewi, ambaye pia asikusaidie katika kufanikiwa kikazi. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo faraja kwamba anaelewa na ananipa support. Hapo sasa tuko vizuri. Kwa kweli. Kama nafasi ya mama ilikuwa ni kubwa pia. Sana ilikuwa kubwa. Kuhakikisha majukumu yako unaweza kuyatimiza sana. Hata kwenye ubalozi usipokuwa na mtu ambaye anaelewa lile, anaweza, kwa sababu aliacha kazi naye akaenda nje. Sasa yani maswali yanavyozunguka kichwani kwangu, nilikuwa sitaki sana kuongelea habari ya ubalozi kwa sasa. Tunataka tukufahamu kwanza kabla ya kufika kuwa balozi na kuenda kuwakilisha taifa nje. Yeah. Lakini ninachokitafakari maisha ya ubalozi, hasa kuwakilisha nchi na mataifa mbalimbali, haya maisha yanakuaje? Kwanza lazima niseme kwamba serikali yetu ya Tanzania inastahili pongezi kwamba ikikupeleka nje kama balozi ama afisa ubalozi, inakupa mazingira ya kufanya kazi wewe na familia yako, kuongozana nayo na kukulipia masomo ya watoto wao, ili sababu lengo si kukutenganisha, ili wewe uweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tangu huru hiyo ndio imekuwa sera na imesaidia sana. Matatizo, changamoto zinatokea wakati labda mtu na mke wake wote wako foreign. Langu la mwisho ambalo kwa wale ambao kuna watu unakuta wanatamani kufanya kazi ama ni afisa ubalozi ama anatamani kwamba yamkini na mimi siku moja naweza nikapata fursa nikateuliwa. Wewe kufikia hapo umeshakuwa balozi katika mataifa hayo, usharudi Tanzania, sasa hivi unaenda kutumikia taifa, lakini bado uko na familia yako, nikimaanisha na mke wako na watoto. Kutokana na yale maisha ambayo umeishi, umeyaona ya ubalozi, ni mambo gani ambayo unaweza ukamshauri mtu sasa ili kuhakikisha anaweza kuweka uwiano sawa kati ya familia, watoto, malezi ya watoto na kazi hiyo ya ubalozi? Kwanza unajua yani ni ngumu, mimi nadhani mtu usifanye kazi kwa kulenga cheo. Sema mimi nataka kuwa balozi. Mimi nadhani ukitenda ukiwa, mimi naamini ukiwa mfanyakazi wa kutegemewa, unaelewa yani jenga kwamba pale TBC mimi wananitegemea kwenye fani, utafika huko unakotaka, kuliko kulenga cheo. Sidhani kama hiyo ndio njia nzuri, lakini ukijipangia mwenyewe kwenye taaluma yangu vitu gani ni muhimu na vya kimsingi na vitu gani nahitaji mimi kujimarisha ili niwe bora, hivyo vyeo nini vitakuja. Hiyo moja. Lakini pia ni kufahamu umuhimu wa kubalance
sisi ni binadamu, una familia, heshimu misingi ya kifamilia, usiruhusu ukawa upande mmoja sana. Ukishaelewa hii, afu kuwa mkweli na familia yako, mimi nasafiri, nimefanya hivi, nifanya hivi. Kwa nadhani ukifanya hivyo vya kimsingi katika familia, vitu vitakwenda. Haya, sasa inabidi kwa sasa tu tukubaliane kwamba tusitishe hapa. Sawa. Hatujiongelea nafasi yako kama balozi Canada, balozi Uingereza, lakini afisa balozi pale Rwanda. Na kile kipindi ambacho kipindi ambacho ukiwa Rwanda ndio kipindi cha wakati vile vita vile vya wenyewe kwa wenyewe vya Rwanda. Lakini pia tujiangalia maisha yako baada ya kuwa umestaafu, kwa namna gani unaendelea kutumikia taifa na nini tuendelee, kama kuna vitu za tukaendelea kuiba kutoka kwenye kichwa chako ni vipi. Kwa hiyo nipe tu ruhusa kwamba leo tuishie hapa, na wakati mwingine tuje tuendelee hapa tulipoishia leo. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Na mtazamaji, tunaishia hapa kwa leo, lakini sio mwisho wa mazungumzo na Balozi Peter Kalangi. Yako mengi ambayo bado tunahitaji kujifunza kutoka kwake kama taifa, lakini kama mtu mmoja uone namna gani pia unaweza nawe ukaitumikia taifa, tuweze kufahamu harakati zake, mafanikio aliyoyapata ni yapi, changamoto alizokutana nazo na namna gani aliweza kukabiliana nazo, alijiandaa vipi kustaafu na maisha yake baada ya kustaafu yako kwa namna gani. Sasa ungana nami tena kwa wakati mwingine katika kipindi cha Nyota ya Wiki, tutaendeleza mazungumzo haya. Kwa sasa nakushukuru sana kwa kututazama. Mimi ni Janet Leonard, kwaheri.